Yatosha kuongeza. Yatosha muongezee. Ile nyingine hii. Ala, naona zile. Sasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal karamat wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tumefika katika eneo hili la Gongonda tukiwa tumeanzia kushukia eneo la Darugube, tukanasihiana tulionasihiana, na kikubwa kilichotutembeza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na maneno yake katika yamedakiliwa katika kitabu al-Istiqama. Anasema la khaira fi qaumin laisu binasihina, hakuna kheri kwa watu ambao hawapeani nasaha. Kwa linapotokea la kunasihiana, wale ambao wana uwezo wa kutoa nasaha wananyamaza, hawatoi nasaha. Kwa hiyo ikiwa jamii inaishi namna hiyo kwamba hakuna wa kunasihi mwingine, basi hiyo jamii haina kheri. Au ambao wanananiwa wana kheri, wasionasihi wana kheri, wasionasihiwa nao pia wanakosa kheri. Kisha asema wala khaira, wala hakuna kheri fi qaumin, katika watu la yuhibbuna nusha, kwa watu wasiopenda nasaha pia wana kheri. Kwa hiyo kwa maneno haya na mwongozo huu wa sahaba wetu, khalifa wetu wa pili huyu, tumeweza kufanya ziara na kuja kunasihiana. Ikiwa sote tunahitaji kheri, tulioleta nasaha tunahitaji kheri, na tuliowaletea nasaha pia nao pia wapate kheri. Sasa mimi nitaingia moja kwa moja katika nukta ambayo ndio nukta imeleta changamoto mpaka kufikia ziara hii. Kwa hiyo nukta au ziara hii ni janga lililoko ambalo ni maarufu kwamba watu maisha yanaenda hovyo hovyo. Imefika stage kwamba watu waite watu wa kurekebisha miji, au kwa lugha fupi wa kuzuza, ili waje warekebishe miji. Lakini cha kushangaza, haya maisha hayabadiliki hata wao pia baada ya kuondoka, kwa sababu swala hili alianzi leo, limepita miaka mingi na mabadiliko hakuna. Kwa hiyo kwa kule yameongewa mengi mpaka hasara zake ni zipi, lakini mimi nitaongea kidogo tofauti na walivyoongea wenzangu kule nyuma. Mimi nitaingia katika fani hii ambayo watu ndio wanaotuhumiwa nayo. Fani hii ambayo ni fani ya uchawi kwa lugha nyepesi, kwamba watu wanatuhumiwa kwa uchawi, yule mchawi, yule mchawi, yule mchawi. Kwa hiyo ukirudi katika kitabu, kuna mwanachuoni ametoa kitabu chake akakiita Maradhu Sihri, anwa'uhu wa haqiqatuhu wa ahdafuhu wa ilaju. Kuna maneno asema inna aada hadha dini, hakika ya maadui wa umma huu wa dini hii ya Kiislamu huwa wanatumia njia mbalimbali. Anasema fi jamii aqtari alalam, katika pembe zote za dunia, katika njia wanazotumia yastakhdimuna sihra, wanatumia system hii ya kichawi, ili linaili hadhihi umma, ili kupata katika malengo wanayoyataka kwenye umma huu. Hii maana yake si kwamba kuroga, kama malengo ni kusambaratisha malengo ya kidini ya Kiislamu, pale wanapoanza kurusha mawe, yule mchawi, yule mchawi, yule ustadhi mchawi, hapa washaribu kwa kutumia lugha ya kuirushia jamii janga hili ya yule ni mchawi, yule ni mchawi, yule ni hivi. Hatimaye jamii inabakia inateta wao kwa wao, yeye amerudi kule kwao. Kwa hiyo hii ni system wanachuoni wetu wametuelezea. Kwa hiyo miongoni mwa turuki wanazozitumia ili kuisambaratisha jamii ya Kiislamu
ni kurushia tuhuma ya uchawi kwa jamii ya Kiislamu, ili kwa mfano ustadhi atakapoambiwa ni mchawi, ile jamii inarudi nyuma na haina tena imani na yule ustadhi. Na hizi ni katika system za Ibilisi, kama alivyosema Ibnul Qayyim katika Talbisul Ibilisi, kwamba yule ambaye ndiyo jicho la jamii katika dini, Ibilisi hujalia akawa na dosari. Kwa hiyo atakapokuwa na dosari, jamii inakosa imani naye, na baada ya pale inakuwa masala ya dini yanasambaratika. Kwa hiyo hii ni hila wanayoitumia, na Waislamu natakiwa wawe makini. Nukta ya pili, kwa haraka, fani hii yenyewe ya kichawi, ili mtu awe uchawi anatakiwa aweje? Ili mtu awe uchawi, ukisoma katika kitabu Suli Sihri wameelezea yani misingi ya uchawi. Yani ili mtu awe mchawi inakuwaje? Wanasema uchawi, maelezo ni ilmun biwasitatihi yatimu ittifaq baina sahiri, ni elimu ambayo kwa kupitia elimu hiyo yanakamilika maafikiano kati ya mchawi bikufrihi, kwa ukafiri wake, kwa kufuru yake. Kwa hiyo hapa kwanza tunapata kwamba ili mchawi kwanza ajifundishe uchawi, kabla sharti la kwanza ni akufuru. Wakati mtu katika Uislamu, ili aingie katika Uislamu, kitu cha kwanza ni kumkufuru shetani, na katika misingi ya mtu kufundishwa kufanya uchawi kwanza ni kumkufuru Mungu. Kwa hiyo katika imani cha kwanza ni kufuru bitaghuti, kama Allah alivyosema, waman yakfuru bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam fisama laha wallahu samiul alim, kwamba atakaye mkufuru shetani kisha akamwamini Allah. Hivi ndivyo inavyotakiwa katika Uislamu. Cha kwanza, msingi wa kwanza ni kumkufuru shetani, kisha msingi wa pili kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili fani ya kichawi ichukue mahali pake, mtu afundishwe, kwanza ni kufuru billahi, kisha al-imanu bitaghuti, amkufuru Mungu kwanza, kisha muamini shetani, ndivyo afanyeje aweze kufundishwa fani hii. Sasa Waislamu wakati wanapo rushiana haya, wanakufurishiana na wala si maneno ambayo anatakiwa mtu atuhumiwe nayo. Wanachuana wameelekeza paka dhawabit misingi ya kwamba labda tusidhaniane tu. Je, tunaweza kuthibitisha vipi kwamba huyu ni mchawi, na tukijua je tunachukua hatua gani? Kwa hiyo hii ni fani ambayo kwanza lazima, ili mtu awe mchawi ni lazima amkufuru Mungu. Sasa kama imamu wetu anapewa maneno haya, ina maana waliompa haya maneno wamemkufurisha, ili jamii simzingatie kwamba huyu ni imamu wetu na anamiza kwetu sisi akiwa ni kiongozi wetu wa dini. Kwa hiyo ni hila wameitumia, ikiwa ni katika hila za kiibilisi za kuifanya jamii iweze kumtenga yule mtu muhimu kwao katika masala yao ya dini. Kisha mkataba huu unakamilika kwa kufuru ya mchawi, yanakamilika mapatano yake. Kisha kwa uwezo alionao yule shetani, kwa hiyo huyu anapokufuru anapomkufuru Mungu na akamwamini shetani, kwa maana anachokihitaji ni zile nguvu za kishetani ili uweze kukamilisha yale anayoyataka. Sasa inakuwaje ustadhi anasomesha dini, amelelewa pale mahali, jamii yenyewe inamjua vizuri, vitabu alivyonavyo jamii ndio iliyompa na mengineyo, leo aje mtu kando kumtuhumu kwamba ustadhi huyu ni mchawi? Kwa viegezo gani kamfunza yeye ifani, au viegezo na viegezo gani ambavyo vinaweza kukinaisha Uislamu? Hakuna viegezo vya tukikinaisha, hakuna. Kwa hiyo uwezo anachotafuta pale kwa kufuru ni uwezo wa kishetani ambao unaweza kumfanya yeye aweze kukamilisha yale malengo yake. Lakini pamoja na hayo, hakuna uwezo wa shetani unaotoka nje ya uwezo aliyokadiriwa ni Mungu. Sio kila kitu shetani anakiweza. Anaweza yale ya kawaida ambayo labda mimi na wewe kwa binadamu wetu naona tuyawezi, lakini mambo ya kawaida kumfanya mtu awe mgonjwa, vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo hawezi kuyafanya kubadilisha makadirio ya Mungu hata nukta moja. Kwa hiyo uchawi ni fani ambayo ina misingi yake, na mtu hawezi kuwa mchawi mpaka apitie kwenye misingi hiyo, ikiwa msingi wa kwanza ni kufuru billahi, kisha msingi wa pili
al-imanu bitaghuti, hapa ndiyo yanapatikaniwa maafikiano kati ya mchawi na kati ya yule anayetaka kumfundisha uchawi, awe binadamu au awe jini anayefundisha. Sawa sawa mchawi mwenyewe awe wa kibinadamu au awe mchawi wa kijini. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunanasihiana isifikie mahali Waislamu wakabeba fikra hizi. Hizi fikra ni fikra finyo ndogo ambazo hazina maono yoyote. Lau tutakaa tuanze kuhojiana na wanaotuhumu, hawawezi kutukinaisha, ila wametumia ila hile kwa sababu ya uadui wa dini, watuharibie sehemu yetu ya dini. Siku 2-3 watoto wetu wanahitaji mwalimu, na hasa tukizingatia sehemu hizi zilizoko mashambani, walimu wanaoweza ni walimu waliozaliwa huku. Kumtoa mtu mtoe sijui Ukunda, Mombasa, umlete huku si swala rahisi. Kwa hiyo hawa wasituharibie maendeleo yetu ya dini. Sasa kwa mfano, tuchukue maamuzi, tuseme ustadhi kaambiwa ni mchawi, kwa hiyo asituswalishe Ijumaa. Sasa tuna nafasi ya kutafuta ustadhi wa mbali tukamwajiri kinyume na yule ambaye yuko nyumbani kwetu. Kwa ndugu zangu Waislamu, nasaha yangu kubwa, hakuna mtu anaweza kuwa mchawi automatic kama ilivyo katika makala mengine ya wanachuoni, kwamba ukisoma katika kitabu Alamu Sihri wa Shawadha, yani ulimwengu wa uchawi na mazingaombwe, wanachuoni ametunga kitabu hiki anakiita ulimwengu wa uchawi na mazingaombwe. Katika ukurasa wa 327 anasema asihru ilmun muktasabu, uchawi ni elimu inatafutwa. Hamki tu mtu akaamka asubuhi basi ni mchawi, haiji kwa namna hiyo. Ilmun muktasabu ni elimu inayotafutwa, kisha elimu hii kwa kutafutwa kwake inatafutwa kama inavyotafutwa elimu ya shule au elimu ya sanaa ya mtu kujifunza ujuzi fulani. Na elimu ya kujifunza ujuzi fulani, hii ni elimu anasoma yoyote, kama alivyosema huyu mwanachuoni. Anasema elimu hii yumkin, inawezekana elimu hii ayahuzahu al-adhkiya wal-aghbiya, anaweza kuingilia kati akaisoma yule ambaye yuko bright, ana akili na nasa vizuri, na yule mjinga wa akili pia anaweza kaingilia kati na pia akafanyaje, akajifundisha, kwa sababu ni elimu ambayo ya kisanaa, ni elimu ya mtu kujifundisha. Kwa hiyo haihitaji mambo mengi, haihitaji uwe na degree wala uwe na nini, inahitaji tu uelekezwe kufanya hiki na kufanya hiki, is equal, jibu ni hili basi. Kwa hiyo haihitaji iwe mjanja wa akili, haihitaji uwe bright, haihitaji, yani haina masharti zaidi ya kufuru billahi wal imanu bitaghuti. Haya ndio maneno ya msingi. Sasa kama ni elimu inafunzwa hivi, tukitaka sanadi, yani cheni ya mwalimu wetu kafundishwa wapi, tunapewa? Hatuwezi pewa. Kaisoma wapi hii elimu ya huyu tunayemtuhumu kama ni mchawi? Kafundishwa ni nani? Hakuna aliyemfundisha wala hakuna ushahidi huo. Kwa hiyo ni elimu ambayo watu wanafanya kujifunza. Lakini elimu hii haiwezekani ayataatahu as-salihuna, haiwezekani wema waingilie wachaji Mungu, waingilie fani ya uchawi, wajifundishe uchawi. Haiwezekani kwa mchaji Mungu aingie kwenye fani hii ya uchawi. Na hali yenyewe, anasema mwanachuoni huyu, anasema na hali yenyewe inajionyesha. Ukiangalia baina ya watu wa dini na watu wanaoingilia masuala ya kichawi, ukiangalia maisha yao, picha iko peupe kwamba huyu ni mtu wa dini. Hata lau utakuwa mgeni, lakini wakija wakiekwa pamoja, wewe utabaini kwa ugeni wako kwamba huyu ana dalili ya dini na huyu hana dalili ya dini. Hiyo hali iko wazi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ili ni janga limeingia na mtihani umeingia kwetu, lakini tuwe na subra na tuzidi kubakia katika tauhidi. Vile tusikubaliani na masala ya kuzuzwa wala kujenga itikadi ya waliozuziwa kwamba ni kweli ni wachawi. Hakuna ushahidi wa kukinaisha, si Kiislamu wala si kanuni za taifa wala si kijamii, hakuna ushahidi wa kukinaisha. Kwa hiyo sitokuwa mrefu wa maneno kwa sababu bado tunasonga mbele. Nitaishilia hapa tu na saa yangu fupi hii. Yale yaliyosemwa waliotuhumiwa tusiyajenge katika vichwa,
na yasitughuri tukaribu taratibu zetu za dini kwa tuhuma tu ambazo zimefanya kurushwa, ambazo hazina mashiko, na waliorushiwa ni watu tumeenukia nao hivi hivi, tumeenukia nao hapa hapa, wamezaliwa hapa hapa, wamelelewa hapa hapa. Wengine si tukienukia tunaona tayari hivyo hivyo, wengine tumecheza nao, tumesoma nao, ni watu tunawajua ndani na nje. Vitabu wamepewa ni jamii. Sasa kitu gani cha kutufanya tuwe na wasiwasi mpaka tuyumbe katika Uislamu wetu? Kwa hiyo nasaha yangu fupi inaishilia hapo. Insha Allahu taala nitampisha kiongozi wetu wa katika upande wa Uislamu ambaye ni kadhi wetu Sheikh Ali Abubakari Mnemo, alafu yeye atoe nasaha yake kwa Waislamu. Asalamu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله الإسلام basi tutakuwa na maneno marefu kwa sababu ustadhi wetu ashazungumza na jambo muhimu. Mimi nilipata salamu na shekha huyu, Sheikh Mwakidudu. Huyu ndio Sheikh Mwakidudu ambaye ni kadhi pia upande wa Ukunda na ni kiongozi wetu katika dini kwa Kwale nzima, wengine hao hamjui na atajieleza mwenyewe. Sisi kubwa lililotuleta huku, tulipata ripoti kwamba kulikuja mtu akachukua vitabu vya mwalimu. Hii habari ni kweli? Kweli? Nilikuwa mja mwalimu yani ustadhi kama mja nani? Kuna mwalimu wa madrasa na imamu wetu. Ndio imamu huyu. Na walipochukua shekhe walikwambiaje? Alipotoka hapo kuna sehemu nyingine ilikuwa ni kitabu kile ni kwa mtumishi wa Mkunga Saidi. Ule ni nani? Mzee huyu ikabidi wa kitu nyumbani kama wale kwa 20 sasa. Kwa hiyo nyumbani. Ilikuwa ni kama wa msikiti na madrasa. Kwa kitabu na hiyo kitabu kimetoa mzee kwa bendera na kukuza. Kitabu mkajuzi kwa nyumbani kaanza kwa na mwingine haja sababu kesho nacho kama ni huyu ambaye anafundisha hapa madrasa kutoa katika kwa boksiano ili mwalimu akiondoka huwa bila shida akiwa yuko labda tafsiri alipokuja yule babu pale aingia ndani na jamii ya watu ile kabisa kama mwalimu hakupenda kwa sababu kuzungumza ingia ndani. Kwa nini useme alipokuja mganga? Wewe kwa nini useme alipokuja mganga? Sababu mbali. Anamaanisha kwamba mganga ni Kidigo, mtibabu ni Kiswahili. Ndivyo alivyokusudia. Huyu bwana akatoka nacho, alipotoka nacho hapo kujadisia kwa kitabu hiki kina nini wala kina nini kwa jamii ya watu. Akaondoka nacho. Mimi sina habari. Alipokashughulikia kumaliza alipoondoka sasa. Huku nyuma ilikuwa na zama zingine za
ile shughuli za pale nyumbani ile alikuwa alipoingia ameingia kama jeshi. Baada ya hapo ile sio kwa mwezi usiku sasa kama saa 2 ndio hapa shutini. Na hii pale bwana hivi yule mganga alipokuwa kile kitabu cha mzee 30 hakuchukua kile peke yake. Hata ile hotuba ya Ijumaa pia alichukua. Hotuba ile ina hotuba ya mwaka mzima. Kila Ijumaa, kila mwezi Ijumaa. Alafu kuna hotuba za ndoa huko ndani. Na kuna hotuba za Kwa hiyo hata kama marefu baada ya kuchukua alisemaje? Hakusema kitu, amechukua tu. Kwa hiyo hukuambiwa mchawi. Yeye hakuna ambaye mchawi. Lakini amesema mbona mateka hapa? Kaambia habari kwa nyumbani apelewani vizuri. Tukamwambia poketo lakini niambie kwa sababu gani? Anasema eti yule ndio mchawi. Aliposema eti unaambiwa hakumaliza hapo. Ile eti unaambiwa lakini hakuniambia kwa wewe mchawi. Naona bwana aliposhikia hapo ikawa sasa story hapo imeisha, alipotoa jangu akeniacha. Basi uchungu kwa kitabu kule wale wako nipatia. Ukaenda kwa polisi kule station ukajua maneno aliyakuwa haitwe. Hii hapo hiyo wakajakamati pale. Nikaanza kuzungumza nao wale watu hapo nipa kitabu. Ukaenda kwa chief. Nilipotoka kwa chief nao kumwambia ndio kitabu hajapa. Asodikishe kwamba mchezo wangu mimi na ile kitabu. Hakuja pia pale pale. Akaitwa makamati ndio kaanza kuzungumza nao pale sikupata jibu. Nikawa nibakimbia panda kila nitenda kwenye sehemu ambapo nataka nisaidizi. Yule anaenda kule anatoa kitu mimi na kwa muongo yeye haji pale kabisa vizuri yale maneno. Shida yangu ni yeye nilikabiliana naye pale mwambie soma kitabu hiki. Uniambie utawake nini? Hiyo haji. Hiyo kama kama kianganga. Kama kianganga. Haji pale kuunganga kabisa. Kamati kule ya Sasa nyinyi wazee baada kitabu kimechukuliwa. Nyinyi mwasemaje kuhusu kitabu? Huyu bwana ni sawa ni mchawi? Si mchawi mwalimu. Mbona hamkushirikiana mkaenda naye mkafuata vile vitabu? Mimi nilienda naye kwa DC mpaka mgamo ukasimamishwa. Mimi na huyu mkubwa wangu na mwingine tena ukaenda kwa DC. DC akasema mwalimu akatoa kitabu chake. Nendeni kwa chief. Chief akaja hapa Kigongoni. Akifika hapa chief baada ya vitabu kutoa hakutoa akamwambia huyu siwezi kwa kitabu mpaka mgamo. Tukaenda juzi kwa polisi. Polisi unapita anakuwa mganga kupiga simu akaenda kama mimi na kitabu kina kamati. Hapo hapo kweli. Na kamati kama ni kama polisi. Hizi safara ya kwa chief na safara mimi sikuwahi. Ndio na mimi lazima. Hivi tumepigania sana hiyo kitabu. Hapo uganga tulisimamishwa kwa sababu hiyo ya kitabu kwa Msikiacha. Ustadi nafikiri kulikuwa barabarani na DC, nini kwa kweli barabarani. DC alianzia hapo. Ilikuwa shida hiyo ya kusimamisha. Msikiacha. Tatizo ndio hilo. Unaona kitabu cha 30 ya hotuba Ijumaa. Umeuliza swali zuri. Ile mganga alisemaje? Yaani alijichukua kwamba vile ndio uchawi au alikuja nini hapa anasema watuelewe. Yeye alichukua kwamba amefaulu amempata ule mchawi na tume vitabu hivi alijichukulia nini? Hivyo nilizungumza ukweli bali mpaka alikwambia nini? Kwenye ile vitabu alichukua hapo anaweza kuwa amechukua tu. Lakini akiamanisha kwamba hivi vitabu vinasaidia uchawi ndio maana yake. Ali mganga alikwambia nini sema pale na vitabu. Amesema vitabu kisu. Sema ukweli pale pahali. Sasa pale alipokuwa vile vitabu akaanza yeye akasema wazee vitabu hivi ni vitabu. Hiki ni kisu. Lakini kisu hiki ukitumia vibaya kinaukata. Ukitumia vizuri ni kisu. Na wale machaile walipopanda. Mwana watu wake. Sasa sikizeni tuambie. Unajua mara nyingi Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
anfusihim. Mwenyezi Mungu hayabadilishi kwa watu mpaka wale wenyewe wafanyeje? Wayabadilishe. Sasa nyinyi wenyewe na uchawi na uganga inaonekana kazi yenu. Unaelewa? Inaonekana hii ni kazi yenu. Unajua sisi kina Sheikh Makiludi kwa bado ni mdogo. Mimi nimezungumzia hii mambo uchawi muda mrefu. Na ushirikina. Nilibwa vita sana hapa. Lakini hamkujua ile kuzungumzia maana yake. Maana yake kwamba kutakuja mambo kama haya na yatakuja kuwasumbua, yatakuja kuwafitinisha. Sasa wakati tunawaeleza, nyinyi ndiko mtuona tuwaovu, watu majina Wahabi, watu majina Ansari, watu majina zaidi ya 100,000. Lakini hatari yake ni hii, huyu na ndugu yake watakuwa hawasikizani. Kitabu cha Talakini na kitabu cha Hutuba ya Ijumaa na uchawi vitu viko wapi? Vitu tofauti. Tofauti kabisa. Umeelewa vizuri? Ni vitu Tofauti kabisa. Tofauti. Sasa ili nyinyi mfanikiwe, kwanza mrudi kwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi wenyewe mfanye toba kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mambo ambayo yanafanyika. Kwa sababu hapa mimi si mara kwanza kuja. Nishakuja pale wakati wa madini. Si ndikuja nikatukana pale. Wakati watu hawajui kilicho ndani ni nini. Wakati naambia jamani, kukiwa na mtu pale ndani kuna manufaa, njooni ili mjue kuna nini kule ndani. Mkawa matutukana. Tukizungumzia mambo haya ya uchawi na fitina na nini, tuonekana tuwaovu. Sasa hatari yake ni hii. Ni hivi mmeenda kwa DC. DC mwenyewe alizomewa pale. Mimi nilizomwa pale. Ulikuwa. Lakini mimi nikamwambiaje? Sisi ni watu wa dawa. Hata mkatuzoma. Sisi waje tu ni ujumbe uwafikia. Na nikawaeleza. Na DC aliposimama waliondoka wale wote wakaenda zao. Mimi leo nimezungumza kwa sababu pale alipo yeye anasikia speaker yangu. Na nimemwambia kama hivi, nikamwambia wewe ulichukua vitabu vya watu, virudishe hizo vitabu. Na kama utovirudisha tunawaita walimu, tunajua sisi walimu tunafanya nini. Wewe unafanya uchawi, sisi tunajua tunafanya nini. Sababu wewe ngoma yako inaanza saa 4 mpaka saa 6 maliza. Sisi tunaanza saa 8 mpaka saa 10. Kwa hiyo hivi vitabu vya wale walimu virudishe, msikujua kama ni huko. Ndio, virudishe vitabu na nyinyi mloko hapa mwambieni arudishe vitabu vya watu. Lakini sasa nyinyi nyote nyinyi mwaogopa mganga. Si lazima mtuonewa. Kwa sababu shekhe hao sio hivi. Hao jamii ya Kidigo. Hawa wako hapa lakini wao wenyewe ni waganga wote hao. Kila mmoja aenda kwenye uganga. Sasa hilo ni tatizo, huwezi kutibu maradhi juu ya ugonjwa. Ile kuja yule na kuleta ufisadi kwa sababu yule bwana ni mkoko. Haya kama ni kuleta uchawi na kutoa, siangeanza kula kama mbona hapa? Mjanja sana yule bwana. Nilileta hapa kwamba hapa kuna uchawi hadi utoe naye. Ndio sema mwalimu sisi wenyewe. Sisi wenyewe bwana. Bwana leo tunateswa na uchawi. Siangeanza kule bongo kule kwa kumaliza wote na uchawi kuda waganga wote wako kuda. Na wengine wako Likoni. Atuonea sisi kuona kwamba tu maskini, sasa amekuja uenda wapi? Uenda chooni ama watoka? Kwa sababu wajua lazima tukiwa tuwe sawa. Tuwe na uaminifu na kumwamini Mwenyezi. Hatuwezi kuchezewa. Tukimwamini Mwenyezi Mungu sasa sisi tukiumizwa. Sisi mbona tuko. Na tunazungumza mambo haya kila siku. Usikia tumeondoka sisi kwa ajili ya hapa. Si kwa ajili ya mtu. Mtu labda atuvizie njiani, aje na gongo atupige na pia na aje vizuri. Akija vibaya baya, sisi kwa uwezo wa Allah atarudi yeye mwenyewe. Sasa ndugu zangu Waislamu, hatuambii vibaya, kwa pengine bwana Keza akaweza kuulabisha. Tunawahamasisha ili msionewe. Kwa sababu Bangala hali ya watu walivyo. Mimea imedhoofika. Watu pesa aje mtu awachukue shilingi 70,000. Huu ni ujinga mrefu. Ujinga mkubwa sana. 70,000. Aya sisi tumekuja sema shekhe leo tupende hizo pesa. Shekhe achukua pesa. Minazi ya katwa. Hiyo minazi ya katwa. Na mimi ni mmoja wapo tukataa sisi. Na huyu bwana mkubwa. Mimi hapo ninapata ramisi. Niko na kesi kubwa sana. Na zomo ulikuwa ni shekhe. Bwana nikataa uganga wasikanyage kwetu.
kwangu sikanyage, nikapelekwa kwa chifu, nikabandikwa maneno makubwa kwa chifu, kaenda nafika kwa chifu, nimeletwa askari pia hapo, naambua huko na grupu nilipotoka na mapanga, na ngoja mganga aje nimkatekate. Chifu anasema hata mimi chifu nasikia naweza kunikata na chamani. Akazungumza wazi kauli yake, nikamwambia chifu, hayo maneno na ushahidi. Kwanza yule aliyeleta ile shtaka hakufika, yule aliyeshtaki kwa chifu hakufika hiyo grupu. Nikaingia mimi pale na mkubwa wangu, tukazungumza na mtoto wetu mwingine, nikaambiwa bwana, wewe una njama ya kukata watu mapanga. Hiyo kamati nzima umesema utimaliza na mapanga. Hivi ninavyosema jana ujuzi huyo bwana walienda, huyu bwana anazungumza kwa chifu, akaambia usifike. Kwanza walisema wakiniona mimi nitowaingii kwa chifu, watatoka mbio, hawaingii kwa sababu mimi ndio mpiga vita wa mganga. Wenyewe wanataka mganga hapa. Ndio hivyo. Na wako hapa wengine. Au sotaje hapa hawako. Hapa na niliwaambia mimi wako kwenye uganga hapa wako. Niliwaambia ukifika kwangu tunang'ana kivyo vyote, aidha nife kwa shahada la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Napigania dini yangu, sitaki familia yetu iingie kugonganishwe ndugu. Sasa huyu mwalimu sawa. Sasa haya tutawafanyaje wazee? Tusende mbali sana. Kwa sababu sisi tutapita mara moja na kama hivyo alivyosema. Mimi kwangu mimi nilitoa report. Si huyo. Waganga wote nilisema mimi mganga unajua mimi siwajui kwa majina. Bwana simjui. Mimi kama najua ningekabidhi. Nikamwambia bwana wewe waonea watu na dhulma. Lakini sijamjua kwa sura. Lakini mimi oda yangu pale inajulikana kwamba mganga akiingia pale kama mimi siko, nikija nitokako, sina haja ya polisi wala sina haja ya DC. Nitamfuata yeye mwenyewe physical na nitamtandika mbele za watu. Kwa sababu leo wana maji wanizuie na kama wataweza. Kwani kuna watu wale ambao wanapufia. Si ndio? Basi sisi pia tunapufia hivyo vidari viko huko ndani. Tunapufia za kiallah sisi tunatotegemea mtu mmoja wawili watatu au na hatuna wasiwasi. Mimi hiyo ndio oda yangu. Kwa hiyo wale pangu hapa ingilii. Lakini kwenye listi kuko wangu kwa mzee Idi, kwa Mzito, Mwalimu Kitauro, nasikia kwa Ngenya kote kule kwa hiyo report. Lakini pale pangu kuna pangu kufikia mtu bwana. Mimi kwa sababu wao wanajua kwamba mimi mwenyewe kwanza ni mshari. Nasikia si mshari kwamba anapigana na mtu. Sikubali mambo ya jinga kuonewa. Sasa kwa hiyo ningeliomba nafikiri Sheikh Mwakiudu tuhamasishe bana na Sheikh, wewe ndio kiongozi hapa. Na kwa hiyo mganga hapa haji tena. Wapi? Haji tena hapa? Haji wapi? Yuko. Sasa hilo ndio kosa. Yuko kwamba kuna wenyewe wanamtaka. Kwa sababu nyinyi hamna wasiwasi. Wajua nyinyi hamna tabu hata mkazuziwa. Zuzieni. Lakini hatari ni hawa. Hao watoto. Watoto mkiwaacha hivyo mtakuwa mmewaangamiza katika maisha yao. Kwa maana atakuja hapa baba Sumanga wako zamkanga hivi chimzuza. Tunakwenda hivi tuzambuze achinda hivi. Tu akiona mali atamaliza yote. Kwa sababu yule hajui kitu yule. Naye atamaliza na mganga. Mtu kwenda kwa mganga mwenyewe kufanywa jambo lake mwenyewe. Si yeye mwenyewe ameshakubali kujitoa kwenye Uislamu. Huyo mwacheni. Lakini ile kuleta uganga wa jamii ndio kitu kibaya sana. Unafiki. Sasa hili bwana Sheikh, sijui nafikiri tu waelezeje kuhusu vile vitabu vyako atakupa tu. Sasa yeye mwana unasoma kwa sababu vitabu vinapatikana madukani viweze kununuliwa, lakini kesi hapa si vitabu kuchukuliwa. Vitabu hata kesho kutaka weza kukadai kuna vile simekwisha kesi, lakini kweli itakuwa sawa. Amekuja kwa jina la mganga, amechukua vitabu vya mwalimu, amemdhalilisha, yani iwe hivyo. Sasa unajua mganga ni mwananchi wa Kenya, na ile dini ni serikali haina dini. Serikali ni yoyote yule akitaka kamiti apewa, ataulizwa atakanini, pia polisi anaweza kupewa kwa msaidizi. Mtu mmoja anachukua haya sasa hapa Darul basi kuna dawa fulani kwenye hospitali kichwa nayo wawasha. Akasema jamani afanye kwa nini kama kichwa kidogo. Mungu akusaidie. Sasa unaona kitu kinaweza kuacha ndio. Kwa hivyo
mganga au mtu wa Roma, mtu wa nini atapata itapewa. Kwa sababu ni wananchi. Hasa atakapokuwa wewe ile nguvu watu wa kumpima. Lakini nguvu hapa ni kwa somo hili. Sisi wenyewe kwamba haya mambo hatuyataki, lakini kama hapa mfano tumekamsikia watu wamegawanyika, wengine wanataka wengine wanataka, wanafikiria Alafu kuna hatari moja. Kama vile mganga anatuma watu. Sisi na siku. Wale watakuja na pale lakini mtu anaenda kazi sio. Ni wale. Au mbakimani. Au chakula sana. Ukiwezekana kama mkulana pia anatolewa jalbabu, aende na jalbabu anatoa kabisa kichwa wazi. Wanawake wa Kiislamu tena mbibi za watu wameolewa. Yaani hizo wanatoka na sema sisi ni lakini mambo ni hayo. Hebu angalia ile imani jamani. Mtu wako. Sio ndio kama mwanachama. Kama mwanachama amebale simiatarisha. Wewe utajua nini? Shipa. wewe unaweza kuwa mtaki lakini ndio akaenda. Na ndivyo nilivyokuelewa. Kuna watu walikuwa wanasabia leo hivi kizimo kilione wakinua na bado nini kwa sababu. Lakini asipopata mahala na mimi nafikiri si hapa nikipata mtambo kupata lazima tutapata baba. Shiki bwana shiki mambo sasa. Kwa sababu mtume sana anasema njoo Mwenyezi Mungu kabisa anasema akija mwanadamu na mjao wa ardhi na mbingu makosa alifanyia lakini hakunishirikisha tamka ujao wa mbingu na ardhi katika wema. Ikiwa sisi tunabada ibada hiyo wafanya hapa wafika Mwenyezi Mungu. Ndio wasoma wewe Mwenyezi Mungu sana mzidi. Wafikiria kidogo. Kuna sana sile mama. Ndio tusaidia. Haya, sasa wewe sana hizo bila ya kuacha kumshirikisha Mungu kwa kupata heri. Hiyo pia tutapata. Sasa na ile tuna mashehe waambie hii mwanzo kujua. Sisi hatuna vita. Lakini tunataka nyinyi muwe na umoja. Nasikia. Umoja wenu sio wetu. Umoja kwa nani? Ili asishirikishwe. Sasa ikiwa Allah mganga msimzuie kufanya kazi yake kwa sababu yeye ni kazi yake. Lakini mimi sisi watu wa pamoja wengi hatutaki ushirikina. Basi خلاص. Ana vita. Ikiwa leo amechukua vitabu hivyo ni dalili ya kwamba ni muongo. Kwa sababu utakuja kujibu shirikina. Alafu la pili ikiwa ameambiwa mtu ni mchawi na sisi tunadili kuruhusu kesho ndio kwamba wewe mwenye kumani sio sasa wala kuzangulia kwa kuona Sumbawanga lakini kuna mmoja na mmoja na Mungu kama yeye mganga kula Mungu lakini wewe mwenyewe roho unaomba hivyo kama Mungu sisi na sana zetu kama ilivyokaa vitani pamoja na wakizi. Mama jamani sisi ni kuanzia sasa huyu mganga sisi basi kwa sababu hata mganga akija wewe utazidi maskini. Maana kama ulikuwa na shilingi 3000 amezuchukua utatoa hata 3000. Kwa hiyo ona utapata pesa nyingi.